Amnesty International katika taarifa yake ya hivi punde imesema kwamba serikali ya Tanzania imezidisha ukandamizaji kwa wakosoaji wake wa kisiasa, waandishi wa habari, asasi za kiraia na watetezi wa haki za binadamu katika juhudi za kudumisha madaraka na kuzuia ushiriki wa raia. Aidha, inadai kuwa uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 nchini humo unatarajiwa kutawaliwa na chama tawala, Chama cha Mapinduzi, yani CCM, huku wagombea wakuu wa vyama vya upinzani wakikumbwa na vikwazo vingi vya kisheria ikiwa ni pamoja na kufungiwa kugombea. Ahmed Bahaj na maelezo zaidi. Miongoni mwao ni Luhaga Mpina na Tundu Lissu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambapo Tundu Lissu anakabiliwa na mashtaka ya uhaini. Tigere Chaguta, mkurugenzi wa Amnesty International kanda ya Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika, ameonya kuwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imepoteza fursa ya mageuzi ya kidemokrasia. Mkurugenzi wa Amnesty International Tigere Chaguta amesema serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan inaendeleza ukandamizaji unaolenga viongozi wa upinzani, asasi za kiraia, waandishi wa habari na maoni tofauti, ikiwemo mashambulizi, utiwaji mbaroni bila kufuata taratibu za kisheria, mauaji kinyume cha sheria na upotezwaji, na hakuna mtu yoyote anayewajibishwa. Kulingana na ripoti ya Amnesty, kuna matumizi mabaya ya mfumo wa sheria, hasa mashtaka ya kisiasa yanayotumika kama silaha dhidi ya wapinzani wa kisiasa. Taarifa hiyo inaeleza kuwa serikali inapaswa kuachia mashtaka ya kisiasa yanayotumika kama zana za ukandamizaji, kufanya uchunguzi wa kina na matukio ya utekaji, mateso na mauaji, na kuwahukumu wahusika wote. Aidha, serikali ya Jamhuri ya Tanzania inahimizwa kuheshimu haki za binadamu, kuondoa hofu na kuanzisha mazingira ya uchaguzi huru wa haki na wa amani. Haya ni kulingana na matokeo ya uchunguzi uliofanywa na Amnesty International kwa kufanya mahojiano pamoja na wahanga, mashuhuda, wanasheria na wawakilishi wa asasi za kiraia, pamoja na uchambuzi wa ripoti za vyombo vya habari na vyanzo huru vya habari. Wakati huo huo, Amnesty International imetoa mwito kwa serikali ya Tanzania na jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kuwa uchaguzi wa mwaka 2025 unafanyika katika mazingira ya huru, salama na yenye heshima ya haki za binadamu. Vinginevyo utaonekana kuwa zoezi lisilo halali, lenye ukandamizaji na hofu inayozuia ushiriki wa kisiasa kwa kila Mtanzania. Na kufuatia taarifa hiyo ya Ahmed Bahaj, juhudi za kuitafuta serikali ya Tanzania zinaendelea, lakini siku kadhaa zilizopita msemaji mkuu wa serikali hiyo, Gerson Msigwa, alinukuliwa akisema serikali haikandamizi wakosoaji wake wa kisiasa na kwamba uchaguzi mkuu mwaka huu utafanyika kwa kufuata misingi ya katiba ya nchi hiyo na si vinginevyo. Tukisalia nchini humo, visiwa vya Zanzibar ni sehemu ya muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini kisiasa na utawala vina mfumo na utaratibu wake wa kipekee. Wakati uchaguzi unapokaribia, hebu tuangalie jinsi historia, utambulisho na madaraka yalivyounda nafasi ya kipekee ya visiwa hivyo ndani ya muungano. Mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibura alitembelea visiwa hivyo na kuandaa taarifa ifuatayo. Tanzania inajiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu, lakini ndani ya taifa hili la Afrika Mashariki kuna visiwa vinavyofanya mambo kwa njia tofauti kidogo. Zanzibar ina serikali yake, rais wake na tume yake ya uchaguzi. Kwa nini uchaguzi wake ni wa tofauti na ule wa Tanzania nzima? Jibu lipo katika historia yake. Kwa karne nyingi, Zanzibar ilikuwa kitovu kikuu cha biashara, ikijulikana kwa viungo na marashi, lakini pia kwa kusikitisha biashara ya utumwa. Walowezi wa Kiarabu walipata madaraka, dini ya Kiislamu ikaenea bara kutokea Zanzibar, na mgawanyiko wa kijamii ukaibuka. Waarabu wakiwa tabaka la juu, uongozi na utajiri, huku Waafrika wengi wakisalia tabaka la chini. Mnamo Januari mwaka 1964 serikali ya Sultan ilipinduliwa na chama cha Afro Shirazi na kumaliza rasmi utawala wa Waarabu, lakini maelfu ya watu waliuawa. Serikali mpya chini ya Abeid Amani Karume ilikuwa kwenye tishio la utulivu na kutengwa. Na wakati huo huo, katika upande wa Tanganyika, Rais Julius Nyerere alihofia kuhusishwa kwenye vita baridi. Ili kupata utulivu, viongozi hawa wawili waliunganisha nchi zao mnamo mwezi Aprili mwaka 1964 na kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar, yani Tanzania. Zanzibar hata hivyo ilibaki na rais wake, serikali yake na uhuru mdogo wa ndani, hadhi maalum ambayo bado ipo
hadi hii leo, na hicho ndicho kinachotofautisha siasa za Zanzibar mpaka sasa. Hebu tuangalie jinsi mfumo wake unavyofanya kazi. Zanzibar ni sehemu ya muungano, lakini inaendeshwa chini ya katiba yake ya 1984 na tume yake ya uchaguzi inayojulikana kama ZEC. Wapiga kura hapa wanapiga kura 5, yani kwa rais wa muungano, wabunge wa muungano, madiwani, rais wa Zanzibar na mwakilishi wa bunge la Zanzibar, yani baraza la wawakilishi. Kwa upande wa bara, wapiga kura wanapiga kura 3 tu: rais wa muungano, mbunge na diwani. Baadhi ya makundi pia visiwani Zanzibar hupiga kura ya mapema, jambo ambalo halifanyiki upande wa bara. Hatua hii inapelekea kuwepo kwa ushindani mkali wa kisiasa. Uchaguzi wa Zanzibar ni wa ushindani mkali, ambapo kuna mapambano makali kati ya chama tawala cha CCM na upinzani. Kila kura ni muhimu na matokeo mara nyingi hutofautiana kidogo sana. Marehemu Maalim Seif Sharif Hamad alikuwa ngome ya upinzani kwa zaidi ya miaka 25, lakini uchaguzi visiwani humu umekuwa ukigubikwa na hasia. Tangu siasa za vyama vingi zirudi tena mwaka 1992, karibu kila uchaguzi wa Zanzibar umekuwa umegubikwa na mvutano mkali pamoja na madai ya kuwepo kwa udanganyifu. Mgawanyiko huu hatimaye ulisababisha kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa uliokusudiwa kuimarisha umoja na utulivu. Na sasa kadri uchaguzi wa 2025 unavyokaribia, macho yote yanaelekea visiwani Zanzibar na bara, yakisubiri kuona ni historia gani Tanzania itaandika. Sasa msako wa wezi unaendelea hivi sasa baada ya wizi wa vitu vya thamani ya juu kutokea katika jumba la makumbusho la Louvre nchini Ufaransa. Wizi huo ni mkubwa zaidi tangu kupotea kwa picha ya Mona Lisa mwaka 1911. Sasa Caro Robi na taarifa zaidi. Tukio hili limezua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa kazi za sanaa za Ufaransa, hasa wakati huu ambapo magenge ya wahalifu yanaonekana kuyalenga makumbusho na mali za urithi wa kitaifa. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya ndani Ufaransa Laurent Nunez, genge hilo lilivamia ukumbi wa Apollo Jumapili asubuhi. Lilikuwa na ujuzi wa hali ya juu, akisema walijua walichokilenga, waliandaa mpango wao kwa uangalifu na walitekeleza kwa ujasiri mkubwa. Bwana Nunez aliongeza kusema kuwa wezi hao walihitaji takriban dakika 7 tu kuiba walichotaka na kutoroka. Kwa kutumia gari lenye ngazi ya kunyanyua inayotumika katika usafirishaji wa mizigo, waliweka gari hilo nje ya Louvre, wakajipandisha hadi ghorofa ya kwanza, kisha wakatumia mashine ya kukata vyuma kuingia kupitia dirisha. Ndani ya ukumbi huo wenye mapambo ya kifahari, walielekea moja kwa moja kwenye vituo viwili vya maonyesho vilivyokuwa vimehifadhi baadhi ya vitu vya thamani vya kifalme vya Ufaransa. Jumla ya watu 4 walihusika katika tukio hilo. 2 waliingia ndani na kuwatishia walinzi, huku wengine wakisimamia shughuli za nje na kutoroka kwa kutumia pikipiki. Wizi huu ulitekelezwa muda mfupi tu baada ya Louvre kufunguliwa kwa wageni, jambo linalozidisha maswali kuhusu kiwango cha ulinzi katika taasisi hiyo ya kihistoria. Tukio hili limeibua mjadala mkubwa juu ya usalama wa makumbusho ya Ufaransa, hasa kutokana na thamani ya kihistoria na kiutamaduni ya mali zilizolengwa. Na mambo hayo, kitafakari hayo, ni kukaribisha kwenye ukurasa wetu wa BBC Swahili hapa kwenye internet. Ujumbe wako ama ujumbe wa Trump huko Israel, huku UN ikionya misaada inayoingia Gaza ni kidogo mno. Pita pale uweze kusoma. Lakini laana, ubabe na rekodi zilizovunjwa EPL mwishoni mwa wiki, unaweza kuangalia vile vile ukafahamu nini mustakabali wa chama cha ODM baada ya kifo cha Raila Odinga. Ni swali ambalo lipo pale, fahamu hili. Lakini kuna hii ya jinsi upasuaji wa urembo unavyoshamiri duniani. Kivipi, kwa namna gani na wapi?